Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kama tunavyofahamu, mimi naitwa Alhaji Nuhu Mruma, katibu mkuu Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Wanahabari, nadhani nimeshuhudia hivi punde uzinduzi wa jengo, mfano wa jengo ambao utajengwa katika mkoa wa Iringa. Jengo hilo liko katika eneo maarufu pale Iringa la Mashine Tatu. Mtakumbuka kwamba palitokea athari ya kuungua moto katika soko lile ambalo lilikuwa na wafanyabiashara karibu 400. Lakini kabla hapo eneo lile lilikuwa halijajengwa kitaalamu. Kwa hiyo eneo lile linamilikiwa na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, na ni eneo kubwa sana la kibiashara linalotegemewa na machinga wengi katika mkoa wa Iringa. Kwa hiyo baada ya kuungua tukaona kwamba kwa dunia ilivyo sasa inabidi tutengeneze vitu vya kisasa katika kutafsiri BAKWATA mpya ya kujitambua, kubadilika na kuacha mazoea na kutumia thamani ya maeneo yetu ili kuzalisha vitu ambavyo vinaendana na thamani ya eneo lenyewe. Eneo lenyewe liko katikati ya mji, na ndio maana tumeamua kulipandisha thamani yake, kujenga majengo ambayo ni ya kisasa zaidi. Kutakuwa na jengo kubwa sana la ghorofa 4 ambalo lakini pia upande wa chini kutakuwa na sehemu nyingine ambayo ni ya parking ambayo iko chini ya ardhi. Kwa hiyo katika eneo lile kutakuwa na maduka ya kawaida ya kupangisha ambayo ni zaidi ya 200 katika ghorofa hizo 4, lakini chini kabisa kutakuwa na soko, vizimba vya soko zaidi ya 300 ambao vitakuwepo katika eneo lile la wale wafanyabiashara wadogo wadogo ambao wengine wanauza nyanya, wengine wanauza karoti, wengine wanauza vitunguu. Lakini kutakuwa na sehemu ya maduka makubwa, sehemu kubwa za kupangisha maofisi na biashara mbalimbali kama sehemu za benki. Kwa mfano CRDB tayari washaonyesha nia ya kuwa na eneo kubwa la kufungua tawi la CRDB katika maeneo yale. Lakini pia kuna maeneo ya supermarket kubwa sana katika eneo lile, lakini kutakuwa na sehemu ya parking katika ghorofa zote 4. Kutakuwa na parking mbalimbali za magari mbalimbali ili wale ambao watakuwa wanafanya biashara katika eneo lile wapate parking nzuri. Lakini pia juu kabisa kutakuwa na eneo la makazi ambao tunaziita apartment ambazo ni za chumba na sebule zipatazo karibu 20 ambazo zitakuwepo pale, ambazo zitakuwa ni za kufikia wageni mbalimbali ambao tutakuwa tunawapata kibiashara. Eneo lile kwa ujumla ni kubwa kidogo, na thamani yake kwa sasa tunayokadiria kujenga ile jengo litakuwa na thamani ya milioni 20 ndio thamani ya mradi ule ukianza mpaka utakapokamilika, na utajengwa kwa ubia kati ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA na benki ya CRDB kitengo cha Albaraka, ambacho ni kitengo ambacho kinatoa faida bila riba. Na huu ndio mtindo wetu ambao tunaenda nao kwa sasa hivi kwa kutumia benki ya Albaraka CRDB katika kutengeneza miradi ambayo inailetea jamii ya Kiislamu faida kubwa sana. Na muda wa mradi ule wa kudumu katika mashirikiano kati ya BAKWATA na benki utakuwa kadri ya miaka 8 mpaka 10 kadri ambavyo itakavyokuwa na majadiliano na wataalamu wa BAKWATA na wataalamu wa benki. BAKWATA imeamua kutumia wataalamu katika vitu kama hivi, na ni katika kuonyesha kwamba Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA kama taasisi kuu ya Waislamu Tanzania inafanya mambo makubwa ambayo yana athari chanya katika jamii ya Waislamu. Na hapa ni kuonyesha ile kauli mbiu ya kujitambua, kubadilika na kuacha mazoea. Huko nyuma tulizoea maeneo mengi ya BAKWATA hayana thamani au hayazalishi kulingana na thamani ya eneo lenyewe. Eneo liko katikati ya mji, lakini tumejenga vibanda vidogo vidogo, tunauza dawa za kisuna, tunauza kanzu. Ilikuwa haileti mapato katika jamii. Kwa hiyo tumeamua kuyarasimisha yale maeneo kiuchumi ili yazalishe na yalete thamani kubwa katika baraza. Kwa hiyo hili waandishi wa habari lisemeni vizuri, hayo maendeleo ya BAKWATA na tunatumia wataalamu. Wapo wanaobeza maendeleo ya BAKWATA, wapo wanaobeza BAKWATA haijafanya kitu. Huo ni uongo, na ni kwa sababu tu hawawezi kuona, lakini kwa haya ambayo tunayafanya tunataka waone, na sisi hatuwezi kujibu maneno ila tunajibu kwa vitendo, kuonyesha yale ambayo tunayafanya
na yanaonekana, visible issues, sio zile za kuzungumza tu. Wako wengine ambao wanabeza, lakini ukiwauliza wao sasa, BAKWATA haijafanya hili, lakini wao wamefanya lipi, tuonyeshe, hakuna. Wao wanaozungumza katika mitandao, tuende tuwaulize. Taasisi zingine zina miaka 30 sasa hivi toka zianzishwe, zingine zina miaka 10, zingine zina miaka 15, zingine zinafanya vizuri sana. Lakini tushindane katika maendeleo, tushindane katika kuwahudumia Waislamu. BAKWATA haikatai kukosolewa kwa sababu inaongozwa na wanadamu ambao pengine hawajakamilika, lakini tunapokea mawazo chanya, tunafanyia kazi, na tunawakaribisha wote wenye mawazo mazuri, tuungane nao sisi ili tuweze kuwaletea Waislamu maendeleo ya kisasa. BAKWATA haiogopi kusemwa, BAKWATA haiogopi maneno ya watu, bali BAKWATA inakaribisha washindani katika maendeleo ya Waislamu. Ni taasisi kuu ya Waislamu wa Tanzania kwa sababu BAKWATA ina viongozi kuanzia ngazi ya msikiti mpaka ngazi ya taifa wapatao karibu 267,000. Hao ni viongozi tu. Sasa ni taasisi gani ambayo leo katika Tanzania inaweza kujinasibu kwamba ina mdororo wa viongozi wapatao 200,000 na kuendelea katika Tanzania, na wako hai kila siku? Ina ofisi za kata zaidi ya 3,000 za kata katika maeneo mbalimbali. Ina misikiti iliyosajiliwa ambayo inafahamika zaidi ya 12,000 ambayo inafahamika. Na hii misikiti ya BAKWATA yote ni misikiti ya kijamii, sio ile inayobagua watu katika kuswali, sio ile inayobagua watu katika uongozi, kwa sababu kuna misikiti mingi ambayo ipo Tanzania lakini ni misikiti ya familia za watu fulani na ni misikiti ya jamii fulani. Lakini misikiti ya BAKWATA yote iko chini ya bodi ya wadhamini ya BAKWATA, ambayo kila Muislamu katika eneo lile ana haki ya kuwa kiongozi, na uongozi unafanyika uchaguzi kila baada ya miaka 5. Kwa hiyo hakuna demokrasia kubwa kama iliyoko katika Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Tunashukuru wengine kutusema, sisi tunakubali kupokea yale tunayosemwa na tunachukua katika yale yenye manufaa katika sisi, na tunawakaribisha wengine pia wafanye heri hizi zinazofanywa na BAKWATA. BAKWATA haizuii wengine kufanya heri kama hizi, waje washindane katika heri, na ndio wito wa dini yetu unavyotuelekeza. Lakini kubeza yale ya BAKWATA ambayo BAKWATA inayafanya, na BAKWATA yenyewe hawawezi kunyamaza, lazima waonyeshe kwa vitendo, lakini sio kwa maneno. Mheshimiwa Mufti, tumemaliza session hii na tutakuwa tunajaribu kutoa hizi taarifa mbalimbali, na kama maelezo yake walivyosema kwamba tatizo kubwa tulokuwa nalo huku nyuma, tuna mambo mengi lakini hatusemi. Kwa hiyo hata wale ambao hawajui, kweli hawajui kwa sababu hatujasema, lakini tutaanzisha na tumeanzisha utaratibu wa kuyaeleza kwa series mbalimbali ili jamii ifahamu, na jamii yenye akili haihitaji kufosiwa katika kujua mambo, bali kwa kuona wenyewe watakuwa na maamuzi kujua nini baraza linafanya, nini wengine wanafanya. Mheshimiwa Mufti, tunakuruhusu sasa, lakini pia tuwaombe watu wote ambao wako hapa, tumeandaa chakula kipo, wale ambao bado hawajapata chakula, na tunaye Mheshimiwa Dallas. Mheshimiwa Mufti, ulikuwa hujamuona Dallas hapa, lakini tunaye hapa mdau wetu